Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siku njema ambayo Bwana ametuandalia na tunafurahia sababu ya yeye amekuwa mwaminifu akatupatia hii siku. Na tutaweza kusikiza neno la Bwana, najua tutabarikiwa sisi wote. Wakati mwingine tuliongea kuhusu usiogope. Na nikasema tutaongelea zaidi kuhusu mama mmoja ambaye hakuogopa. Na kichwa cha ujumbe wa leo ni kwamba ufungue moyo wako na utumie ile nafasi vizuri. Katika kufungua moyo wako, kuna wakati unakuanga unashida utafanya nini kwa sababu ya yale mambo matokelezea, lakini vizuri kujua kutumia nafasi vizuri kwa njia ile ya kufungua moyo wako. Na kwa hivyo tutaenda katika kitabu cha Yoshua 2 mstari wa 11, nitasoma na naamini kwamba sisi wote tutaweza kubarikiwa. Na mara tuliposikia haya, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu kwake wote, kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu yeye ndiye Mungu katika mbingu na katika nchi. Bwana asifiwe. Haya maneno yalitamkwa na mama moja ambaye anajulikana kama Rahab. Rahab ambaye saa zingine tunamuona katika njia mbaya sana, maana katika maandiko yameandikwa yanakiriwa kwamba yeye alikuwa kahaba. Na siku ya leo nataka kusema ya kwamba kulifika wakati watu wakatumwa ili waende wakaweze kujua vile wanaweza. Wanaisraeli walikuwa wamepewa nafasi na Mungu ya kuwa watanyakua Kanani. Na kwa hivyo kulikuwa na kuta ya Yeriko ambayo Yoshua alitumana kule ndio kuweze kwenda kufanya utafiti, waone vile wanaweza kunyakulia lile nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Maana Mungu amepeana, lakini kuna yale mambo yalikuwa wafanye ili waweze Wanaisraeli wapate nafasi ya kuingia mahali pale Mungu alikuwa ameshawaambia atawapatia. Maana lazima Wakanani wangeondoka pale ndio Wanaisraeli waingie pale. Na kwa hivyo Yoshua aliwatuma watu waende wakaangalie mahali pale pako waje ndio waweze kujua vile watanyakua mahali pale. Na kwa hivyo wale Wanakanani walikuwa wanagojea jambo lote liweza kutokea, maana walikuwa wamesikia kuna kitu inaendelea. Na wakati huu Rahab mwenyewe aliweza kupatana na wale watu walikuwa wametumwa, na alipowapata alipata ile nafasi kutumia vizuri, maana amejua wale watu wametumwa ili waweze kujua vile watakavyofanya ili waweze kunyakua hapa mahali kwetu. Na walijua ya kwamba wenye wametumwa sio watu rahisi, bwana walikuwa ni wamesikia kwamba nao Israeli walipokuwa kule Misri, Mungu aliyetendea mema, na alipowatendea mema ni kwamba aliweza kuwafukisha na kuwatoa katika janga ambao walikuwa katika janga la mateso walipokuwa wakiteseka kule Misri. Na kwa hivyo Rahab alikuwa wamesikia habari ya vile Mungu alikuwa amewafanyia wana Israeli pale. Na kwa hivyo anasema wakati walisikia vile Mungu alifanyia wana wa Israeli, waliweza kushika yale mambo kwa uzito na kuamini ya kwamba Mungu ni Mungu wa kila mahali ambaye ni Mungu wa ukweli. Wakasema kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa ukweli. Na hata siku ya leo nataka kuambia kwamba Mungu ambaye tunaongelelea ni Mungu wa ukweli, ambaye ndiye Mungu mwenye kila kitu. Na kwa hivyo Rahab hata kama alikuwa ni kahaba, aliweza yeye kuwa mwelefu na kuamini ya kwamba huyo Mungu ambaye alitendea wana Israeli pale na akapatia ushindi, na sasa wamekuja hapa na alikuwa amewahindi watanyakua hii mchanga, akajua wakati umefika na ni lazima huyo Mungu akisema atatenda hutenda. Wakati umefika yeye atende, kuwa hili mahali hapa patanyakuliwa na sisi wote tutaondolewa hapa na tutauawa. Na kwa hivyo kwa sababu alikuwa amejua Mungu akisema amesema na yeye utimiza maneno yake, akajua sasa hawa wametumwa ndio naweza mimi kunisaidia nikitumia nafasi vizuri. Na kwa hivyo kitu ya kwanza, Rahab hakuogopa kuwaendea wale watu awaambie kilichokuwa moyoni mwake. Wakati mwingine tukijua nafasi iko tunakuanga na kuogopa. Na kwa hivyo yeye alichukua ile nafasi vizuri na kufungua moyo wake ndio aweze kusaidia. Kwa nini? Huyu ni Rahab ambaye alikuwa amesikia. Biblia inasema ya kwamba tunaamini kuamini kuna kujanga na kusikia, na kusikia neno la Mungu. Na huyu Rahab amenakiliwa katika Biblia kwamba ni mmoja wa wale ambao wameanikiwa kwamba ni wale wanaitwa heroes of faith, ambao watu waliamini na wakanakiliwa kwamba imani yao iliweza kustajabisha. Kwa hivyo yeye kwa sababu hakuwa wakuridhi
imani yake ilifanya aridhi. Na kitu ingine ilifanya aridhi ni hatua ambayo alichukua. Wakati mwingine kutumia nafasi vizuri na kuamini jambo litatendeka ambalo ni lazima tendeke bila mchezo linaweza kukusaidia. Na kwa hivyo yeye alipata ile nafasi. Akaona wanaume wametumwa na wamekuja kutuangamiza sisi. Hata kama hawatakubariki, mimi nitawakubali kwa sababu hawa ndio wamebeba maisha. Na kwa hivyo akachukua ile funza bila kuogopa, akachukua wale wanaume na akaweza kuwasaidia. Maana katika kutumwa kule, hata wao walikuwa katika hatarini, maana wangekataliwa na Wanakanani walikuwa wanawatafuta, na ili waweze kuwaua ndio wasiweze kutimiza kile walichokuwa wamekuja kufanya. Na kwa hivyo sababu alijua ni lazima Mungu atatenda, hata kama wafalme wote watapigana ile jambo. Maana kule Misri mfalme alipigana, lakini bado Wanaisraeli walishindana. Wafalme watakao kuja katika maisha yako, na ni Mungu amesema ya kwamba lazima atawaangamiza, lazima atawaangamiza wafalme wa aina yote ile, wafalme wa giza. Dada yangu, ndugu yangu, nataka kuambia, wakati Mungu ameamua kupatia ushindi, haijalishi ni nani ambaye mapunga, haijalishi nani anafunga lile jambo, ama ni wafalme wa aina gani, wa giza wakuwa wapi, Mungu akisema atakupatia ushindi atakupatia. Na kwa hivyo Rehab akajua Mungu ametuma, na yeye akiamua kupeana ushindi lazima atapeana. Kwa hivyo hawa watu nitawachukua wakiwa baraka kwangu, ili waweze kunisaidia mimi, na sio mimi tu, hata watu wetu watasaidika. Kwa nini? Yeye alikuwa ameshasikia vile Mungu ametendea Israeli na akaamini vile, na anasema ya kwamba waliposikia waliketi chini. Nadhani ni kama yeye alisikia, kama vile maandiko yanasema kuamini, ukiamini neno, imani inakuja kwa sababu ya kusikia na kusikia neno la Mungu. Rehab ni mmoja wale alisikia vile Mungu ametenda na akaamini. Aliposikia yeye kuhusu Mungu, ushindi wake, aliamini huyo Mungu, na ndani yake kuliweza Biblia inasema ya kwamba kuliweza kuyeyuka. Yani leo neno Mungu alipolisikia vile Mungu ametenda liliweza kubadilisha maisha yake. Kwa hivyo mimi kwangu, kulingana na kuelewa hapa, naona kwamba Rehab hata kabla hao watu walitumwa wakuje, alikuwa ameshasikia neno la Mungu na alikuwa ameshambadilisha. Maana inasema aliamini Mungu. Kwa hivyo alikuwa ameshaamini, na ndiposa Mungu akiangalia mwenye anaweza tumia mahali pale, watu wataona Rehab na wakamba wake, lakini hawajui wakati yeye aliamini na akaweza kutambua Mungu kama Mungu, na akaweza kugojea usaidizi wa huyo Mungu ambaye anaweza kusaidia mtu yeyote. Na kwa hivyo hata kama yeye alikuwa amalizike ama angamie pamoja na Wanakanani, kwa sababu ya kuamini, aliposikia neno vile Mungu amefanyia Wanaisraeli na akaamini na akaanza kulinena, hakusikia tu, lakini aliweza kunena. Maana imani inasema tuliposikia tuliweza nyuma yoyote zilikuwa kuyeyuka, kwa sababu tulijua Mungu huyu ni Mungu wa ukweli na atatenda kama vile alifanyia Wanaisraeli, akisema yeye hutenda. Na kwa hivyo yeye kenye alifanya, Rehab aliweza kuchukua ile nafasi, akachukua nafasi ile, akajua huu ni wakati Mungu ametumana. Na kwa hivyo ametumana ili tuangamie, na mimi najua yeye Mungu akisema atatenda, atatenda, mimi sitaangamia. Akatumia ile nafasi vizuri. Alifanya nini? Wale watu walipokuwa wametumwa, walipokuja, aliwaweza kuwapokea, maana alijua wametumwa na Mungu ambaye ni wa ukweli. Alipowapokea, aliweza kuwaficha, maana walikuwa katika vita kuweza kuona kani. Akawaficha katika chumba chake, mahali pa fichoni, akawaficha. Nataka kuambia nini? Ukijua maadui maisha yako wako, na kuna neno la Mungu ambalo litaokoa maisha yako, chukua neno la Mungu ulifiche ndani yako, ndio maadui wakija katika maisha yako hawatakuangamiza. Kwa hivyo yeye alichukua wale watu ambao walikuwa na ukweli wa maisha yake, na akaweza kuwaficha vizuri, na ili wamuokoe. Ukichukua neno ambalo lina ukweli katika maisha yako, ulifiche ndani yako, litakuokoa. Na kwa hivyo wakati maadui wa neno lile la ukweli walipokuja kutafuta neno la ukweli ili waweze kuliondoa, hawakupata nafasi, maana yeye alikuwa amesawaficha waliokuwa na haki, waliokuwa na haki ya kujinyakulia nafasi. Na kwa hivyo alipowaficha, ni kusema ya kwamba yeye alitupia nafasi vizuri, wale watu wasiangamishwe na wasisumbuliwe, ndio waweze kumsaidia hata yeye na watu wao. Na kwa hivyo kitu ya kwanza akawaficha, hakuogopa kuwaficha. Na akati aliwaficha, aliweza kufungua moyo wao na kuwafanya wajue ya kwamba yeye anajua Mungu ni wa ukweli na aliokoa Wanaisraeli hawa. Na kwa hivyo yeye anajua kwamba kile Mungu amepanga wafanye, watafanya mahali hapa. Lakini akawaomba, mimi nawaomba nyinyi, nimewaficha, nanyi ninawaomba ya kwamba mimi na nyumba yetu, jamii yetu, mtuokoe, msituangamize. Kwa hivyo yeye alikuwa naamini ukweli, hawa ndio wamebeba uhai. Wakati umepata nafasi, Mungu amekupa nafasi. Maana Rehab alipewa nafasi na Mungu, maana alikuwa ameshaamini. Na kwa hivyo Mungu akati alitumana,
hata kama Rehabu alijulikana yeye ni kahaba, Mungu hakuona kahaba, aliona mtu ambaye amemwamini na ambaye anaweza saidia, kwa sababu katika anga ya kiroho Mungu alikuwa ameangalia na kuona Rehabu ndiye alikuwa amefaa, maana yeye alikuwa ameshabadilishwa na neno alipolikuwa amelisikia. Na kwa hivyo katika anga ya kiroho Mungu alitumana kwa mtu ambaye anafaa, lakini katika macho ya watu wataona kwa nini mkahaba akatumiwa na akatumia wanaume awasaidie. Na maandiko inasema aliwaweka wale wanaume vizuri na akawatunza, na kupitia hivyo ndio ushindi ukapatikana. Na kwa hivyo yeye alisaidika. Kwa nini aliweza kusaidika? Kupitia wale watu walikuwa wametumwa ili waweze kujinyakulia mahali pale. Alisaidika kwa sababu kitu ya kwanza, hakuogopa. Wewe wakati mwingine, mimi na wewe tunaogopa wakati Mungu ametupatia wakati wa kujiongea. Yeye hakuogopa. Na kuomba siku ya leo kama vile nilisema wakati mwingine na kuhimiza ya kwamba usiogope. Kitu kingine, tumia nafasi vizuri ambayo Mungu amekupatia. Wakati alipata nafasi ya kuokoa wale watu ili naye wamuokoe, aliweza kutumia ile nafasi vizuri. Sijui ni wakati mwingi sana sisi tunakataa kutumia nafasi vizuri katika maisha yetu. Na nafasi inakuja na inapita inaenda. Tumia nafasi ambayo Mungu amekupa bila kuogopa. Uitumie vizuri kwa kufungua moyo wako. Kwa hivyo tunatumianga nafasi vizuri kwa sababu tumefungua nyoyo zetu. Kwa hivyo Rehabu alifungua moyo wake akaweza kusaidika. Na kwa hivyo na sisi tunafaa tufungue nyoyo zetu mbele za Mungu, mbele za wale Mungu ametuma tuweze kusaidika bila unafiki ndani yetu. Tunafungua nyoyo zetu. Na kwa hivyo ni vizuri kufungua. Sijui ni wakati mgani wewe unagairi ya kwamba nafasi nilipewa mahali fulani si kutumia vizuri, na kwa sababu ya kutoogopa yeye aliweza kusaidika. Na wewe nakuomba usiogope ili uweze kusaidika. Na kwa sababu ya kuamini kwake Rehabu aliweza kutumia ile nafasi vizuri, akaamini na kwa hivyo akaweza kusaidika. Na kwa sababu alitumia hekima ambao alipata ya kwamba hao watu na ukweli na Mungu amewatuma, lazima watafanya kile watafanya. Na kwa hivyo alitumia hekima, na kwa sababu ya kutumia ile nafasi vizuri, kutumia hekima yake, hakuweza kuangamia yeye na watu wao. Na kwa sababu ya kujiongea, kufungua moyo wake, yeye aliweza kusaidika yeye, kwa sababu ile nafasi alipata, alifungua moyo wake, na kwa hivyo akaweza kusaidika. Kwa sababu ya kupenda wale watu wa Mungu, Mungu alipowatuma, aliwapenda na wakakupokea na wakatunza vizuri. Aliweza kutumia ile nafasi ya kutupokea wale watu vizuri, na kwa hivyo akaweza kusaidika. Nataka kukuonyesha mambo mengi ambayo unaweza tumia nafasi vizuri ili uweze kusaidika. Jambo lingine alivyofanya ni alivyokuwa aliweza kusikiza maagizo aliyopewa. Wakati alifungua moyo wake, kuna maagizo alipewa ili aweze kusaidika. Akaambiwa katika mle kwa dirisha utaweka kitu nyekundu ama kitambaa nyekundu, na hiyo inasimamia, nikisema kwa kisasa kasa tunajua nyekundu, katika rangi nyekundu katika Biblia inasimamianga nguvu za damu ya ukombozi, ama nguvu kwa kisasa kasa katika Agano Jipya ni nguvu za damu ya Yesu Kristo ya ukombozi. Kwa hivyo ilisimamia wakati ule, akaweza kuweka kitambaa nyekundu ili yeye na watu waweze kusaidika. Na kwa hivyo yeye aliweza kufuata maagizo aliyopewa na ndiposa akasaidika. Na alipopata nafasi pia yeye anafuata maagizo. Unaweza pata nafasi lakini ukatae kufuata maagizo, na kwa hivyo ukifungua moyo wako na upata ile nafasi tena fuata maagizo. Yeye alifanya hivyo vyote. Na pia vile yeye alifanya, alitumia hiyo nafasi vizuri ambayo amepewa bila kupoteza muda. Aliweza kufungua moyo wake na aliweza kufanya kila kitu kinapokuwa kinapatikana, kuwaficha, kuwaweka vizuri, na wakati wametafutwa na akawaficha, aliweza kuwaelekeza vile watakavyotoka mahali pale. Kwa siku 3 akamwambia vile watafanya ili wasiweze kuuawa. Kwa hivyo aliweza kusaidia wale watu pia, na yeye akasaidika. Aliweza pia kupata kimbali kwa wale watu. Aliweza kukubalika. Wakati umepata nafasi na ukajua kwa hakika nimepata kibali na wale watu, ama nimepata kibali mahala pale, utumie hiyo nafasi vizuri. Na kwa hivyo ni vizuri kutumia nafasi. Pengine kuna mahali ulikosea ukakataa kutumia nafasi vizuri. Sasa nakwambia wakati wowote katika maisha, katika njia moja na ingine, ni vizuri kutumia nafasi ambayo Mungu amekupatia vizuri. Ni vizuri kuwa na ujasiri, ni vizuri kuwa na hekima, ni vizuri kufuata maagizo ili upate kusaidika. Na kwa hivyo yeye aliweza kusaidika kwa sababu yeye aliweza kufanya kila jambo vile kilikuwa kinatakikana. Sijui uko mahali pale. Nataka kukuambia kwamba Mungu akikusaidia upate nafasi ya jambo lolote lile, tumia nafasi vizuri. Saa hii uko uhai, na Mungu anasema tutoke katika giza tuingie katika nuru kupitia nguvu za damu ya Yesu Kristo. Tumia ile nafasi vizuri. Tumia nafasi kumkabali Yesu Kristo aingie moyoni mwako ili uweze kuokolewa.
Maana kile kitakuokoa ni kama vile Rehab aliweza kukubali neno ambalo ulisikia la Mungu akuokoa. Alikubali liingie ndani yake. Siku ya leo nataka kukuambia, tumia nafasi vizuri. Saa hii uko uhai, saa hii uko na afya njema. Tumia nafasi vizuri. Mungu kile amekuahidi, chukua lile neno uliweke ndani yako, utumie hiyo nafasi vizuri. Fuata vile Mungu anasema, utumie neno vizuri. Sijui uko wapi umeangamia, ni kwa sababu umekataa kufuata maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu liko katika neno lake. Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo kumejaa mambo ambayo Mungu anataka tufanye. Je, wewe usikiza neno la Mungu? Wewe ufuata neno la Mungu? Wewe ni mkatili ambao ni mfuasi wa neno la Mungu? Siku leo nataka kukuhimiza, dada yangu, ndugu yangu, chukua ile nafasi, uitumie vizuri. Ndio usikuje kulia, usikuje kuangamia, usikuje kujuta, usikusema ningejua singekuwa vile nilivyo leo. Tumia ile nafasi vizuri. Nimekuja kuambia Mungu anakupenda bado, anakujali, anakufikiria mazuri na atakuokoa. Rehab alikuwa aangamie pamoja na Wanakanani, lakini kwa sababu ya kutumia nafasi vizuri na kujua wakati Mungu ametumana, aliweza kunyenyekea na kuwa na hekima na akaweza kusaidika. Na kwa hivyo naomba wewe usiangamie, utumie nafasi vizuri na ukumbarike, na Mungu atakusaidia akuokoe wewe na boma yako. Na kwa hivyo yeye, sababu atakupenda watu wao, hakutaka waangamie, hakutaka waokolewe peke yake kwa sababu ya kutojipenda. Wakati mimi tunajipenda, tunakataa kutumia ile nafasi vizuri, kwa sababu wale wakusaidika ni kama wewe umesaidika tu. Na kwa hivyo kama unaweza kusaidia wale, pia wasaidie wasiangamie. Wafikishe neno la Mungu, wewe ambao unajua ukweli, wafikishie neno la Mungu liweze kufanya nyoyo zinyeyuke kama vile Rehab alifanya. Wakati waliongelelea kuhusu vile Mungu amefanyia Wanaisraeli, nyoyo zao ziliyeyuka. Wewe usogea neno, fikishia watu neno, liyeyushe, ndio nyoyo zao zikipate kuyeyuka, wapate Mungu aweze kuingia ndani yao, aweze kuwabadilisha. Uko mahali pale na umepata nafasi ya wokovu, unafikishia waga wengine, ndio nao waweze kusaidika, wasiangamie na wasikufe. Mungu akusaidie na anisaidie, tukiweza kufikishia watu wale wengine nafasi ambayo iko hata ya kuhubiri neno. Fikisha neno, peleka neno, Let's watu wajue ukweli, na ukweli utaweza kuwatoa katika utumwa. Na kwa hiyo Mungu atubariki na tutendee mema na tupatie wakati mwenye baraka tele, tukiendelea kutumia nafasi vizuri. Baraka ziwafikie sisi wote katika jina la Yesu Kristo. Mungu anatupenda na ndipo anatuambia tumie nafasi vizuri na tusiogope.